Lakini mtu nataka kusema na wewe jambo moja. Nataka kuzungumza nawe kwa habari moja. Katika kalenda zetu zote hizo ambazo wanadamu tunazo, kwenye kalenda yetu haionyeshi siku ya kufa kwetu. Hakuna mtu anayejua siku ya kufa kwake. Tunaweza kujua siku tuliyozaliwa, lakini hatujui siku tutakayokufa. Ni kwa sababu kwenye kalenda ya mwanadamu hakuna tukio la kufa kwake. Kwenye kalenda ya mwanadamu kumepungukiwa na mambo makuu matatu. Kwenye kalenda ya mwanadamu kuna matukio muhimu matatu ambayo hayamo kwenye kalenda ya mwanadamu. Tukio la kwanza kwenye kalenda ya mwanadamu, hana siku ambayo imepangwa kwa ajili ya kufa kwake. Unaweza ukajua matukio mengi ambayo umeyapanga kwenye maisha yako, lakini kwenye kalenda yako hakuna siku ya kufa. Hakuna anayejua siku ya kufa kwake. Lakini pia kwenye kalenda ya mwanadamu hakuna siku ambayo anajua ya kwamba kuna siku atasimama mbele za Bwana. Lakini nataka niseme nawe katika siku hii ya leo ya kwamba Mungu ana kalenda yake kwa ajili yetu. Mungu anayo kalenda ya maisha yako ambaye anaamua. Mungu anajua siku ambayo utakufa. Mungu anajua siku ambayo utakufa. Lakini pamoja na hayo, mtu wa Mungu, naomba nikwambie ukweli ya kwamba wanadamu wote tumesubiriwa hukumu ya siku ya mwisho, ambapo kuna siku tutasimama mbele za Bwana na matendo yetu yote yatadhihirika mbele za Bwana. Leo tunaweza tukawa tunaishi kwa namna yoyote, unafanya kila kitu, lakini baada ya siku ya kufa tutasimama mbele za Mungu aliyetumba siku moja, na kila mmoja matendo yake yatadhihirika, na kila mmoja matendo yake yataonekana. Kama hapa duniani uliishi maisha mema, ulimpendeza Mungu, ulifanya matendo mema, yatafuatana nawe, yataonekana katika ile siku ya Kiyama, katika ile siku ambayo Mungu atakuwa na hukumu. Lakini kama yamkini mwanzoni ulikuwa unamjua Mungu, unamcha Mungu, unaishi maisha matakatifu, lakini kuna wakati ukachoka, ukaona mambo ya imani ni mambo ya upuuzi, dunia ikakuvuta, ninakwambia mtu wa Mungu, hayo matendo yako yataonekana mbele za Bwana. Wakati ule anayehukumu dunia atakuonyesha hata wakati ulipoikataa Injili, hata wakati ulipoenda kuzini na mke wa mtu, hata ulipoenda kuzini na mume wa mtu, hata wakati ulipomdhulumu mtu, yote matendo hayo yataonekana katika siku ile ambayo Mungu atakuwa na hukumu. Aidha akupeleke uzimani, akupeleke peponi, au akupeleke jehanamu. Leo mtu wa Mungu unayenisikia katika siku ya leo, Mungu ana ujumbe na wewe. Mungu anakuita utoke katika matendo yasiyompendeza Mungu. Tazama, leo tunaposema ya kwamba tuko 2020, niliwahi kuambia siku moja ya kwamba tunaposema tuko 2024 ni kwa sababu kuna mtu mmoja anayeitwa Yesu alizaliwa miaka 2000 iliyopita, na tangu alipozaliwa watu wakaanza kuhesabu upya. Wamepita watu maarufu kuliko, lakini hakuna ambaye amebadilisha kalenda ya dunia. Kila mmoja anafuata kalenda ambayo Yesu alipokuja
kuja duniani alianzisha. Na huyu Yesu ambaye alipokuja dunia yote ilisimama, alipokuja dunia yote ilisimama, watu wakaanza kuhesabu upya. Maana hata kama utamkataa Yesu ya kwamba umjui, lakini hauwezi kukataa ya kwamba leo uko 2024. Kwa hiyo hata kama utakataa, lakini siku moja Mungu atakuuliza maswali. Kwa nini ulikubali ya kwamba uko mwaka 2024 lakini ukakataa ya kwamba kuna Yesu? Lakini pia Yesu Kristo, wakati ule watu wamemtesa, Wayahudi walipompeleka msalabani, kwa sababu walisema kwamba anajiita yeye ni mwana wa Mungu, wakasema ya kwamba anakufuru. Walimpeleka Yesu msalabani, wakamsulubisha, wakamtesa, wakamtendea mambo ya aibu, wakamtendea mambo ya aibu. Lakini neno la Mungu linasema Yesu alipokufa, alipokata roho, kulikuwa na giza. Ilikuwa saa 9 mchana, lakini Yesu alipokufa ikawa giza, watu wakaanza kutafutana wakati ilikuwa saa 9 mchana, lakini hakuna aliyemuona mwenzake. Ishara kubwa iliyotokea wakati Yesu amekata roho msalabani ni giza kuu lilifunika dunia. Hata yule askari aliyemchoma Yesu mkuki, hata wale maskari waliomsulubisha Yesu, walipoliona jambo hilo limetokea, wakasema hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Japokuwa mwanzoni walikuwa wanabishi, japokuwa mwanzoni walikuwa wanakataa, lakini Yesu alipokata roho alilia, Eloi, Eloi lama sabakthani, yani Mungu wangu mbona umeniacha? Alilia kwa sababu yako na yangu, ili atuokoe. Giza likatanda dunia yote, giza likatanda dunia yote, giza likatanda dunia yote, giza likatanda dunia yote. Hakuna mtu duniani ambaye akifa analizuia jua kutoa mwanga wake. Wamekuwepo watu maarufu duniani, lakini wanapokufa historia yao inafutika. Lakini Yesu hata alipokufa bado matukio yalikuwa yanaendelea. Lakini pia baada ya siku ya 3 Yesu akafufuka kutoka kwa wafu. Hakuna mtu amewahi kufufuka baada ya kufa, lakini Yesu alifufuka. Leo ukimwamini Yesu na kumpa maisha yako na kuiacha njia mbaya, hata pale utakapokufa yeye atakufufua na utaishi katika uzima milele. Lakini kama hii sauti ninayokuhubiria utaiona ni upuzi, tazama mbele yako kuna njia mbili. Mbele yako kuna jehanamu imekusubiri. Kwa nini umemwacha Bwana? Kwa nini umemwacha Bwana? Kwa nini unaishi duniani kama kwamba ulijiumba? Kwa nini unaishi duniani kama kwamba ulijiumba? Kwa nini unadhulumu watu? Kwa nini unadhulumu watu? Kwa nini unafanya matendo haya maovu? Aliyekuumba hajapenda, aliyekuumba hapendi. Kama mtoto akikosea unamchapa, hivi unaishi wewe uliye mtu mzima, unapokosea Mungu aliyekuumba hata kuchapa? Badilika mtu wa Mungu. Wewe ambao mnasoma maandiko matakatifu, mnaona mengi yaliyotabiriwa yanatimia. Neno tunasema kwenye Timotheo ya kwamba siku za mwisho watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha. Hebu leo niambie, mtu anaamua kubadilisha mpaka makalio aliyompa Mungu kwa sababu anataka ajipende mwenyewe, kwa sababu anataka aonekane anavyo
anaua kizazi kwa sababu anajiangalia yeye. Hayo yote alitabiriwa kwenye siku za mwisho. Hebu leo niambie, ndoa nyingi za vijana zinavunjika kwa sababu tunaingia kwenye ndoa, lakini kila mtu anajipenda mwenyewe. Ndoa nyingi, tuna wazazi wetu ambao wametulea mpaka wametufikisha kwenye umri, na bado wanakaa kwenye ndoa moja, mama mmoja, baba mmoja. Tena unakuta walikuwa na watoto, mtu mmoja anazaa watoto 12, lakini bado na maisha yalikuwa magumu. Wazazi wetu wengine wamefulia sabuni za mizizi ya miti, lakini pamoja na maisha yao magumu bado walivumiliana. Walilala kwenye vitanda ambavyo hakuna godoro, walilima vibarua ili waweze kulisha familia zao, lakini walivumiliana. Lakini leo watu wana magari yao, wana majumba yao, lakini hawawezi kuvumiliana. Maana ni kwa sababu tuko kwenye siku zilizotabiriwa ya kwamba watu watakuwa wanajipenda wenyewe. Leo unaweza ukafa na mtu wa kukusaidia akatoka Morogoro na jirani yako yupo. Jirani yako yupo, kisa tu mmetofautiana maketi, na bado asikusaidie. Kwa sababu gani? Kwa sababu yote alitabiriwa ya kwamba kwenye siku za mwisho yatatokea. Leo mtu anaweza akakuacha hapo, unakabwa, unateswa, akaondoka, kwa sababu tuko kwenye nyakati ambazo kila mtu anajijali mwenyewe. Maandiko yanasema maovu yataongezeka. Leo mpendwa, unaona maovu yanaongezeka kila siku, na unajua kuna maandiko yaliandikwa miaka 2000 iliyopita na leo yanatimia. Huwezi ukaamini tu ya kwamba huyu Yesu alikuwa na roho ya unabii, lakini pia alichokisema kilikuwa ni kweli. Leo mwamini Yesu, huwezi ukajiokoa mwenyewe, kama ambavyo huwezi ukaanzisha mwaka wako mwenyewe, kadhalika huwezi ukamkataa Yesu. Hata kama ukimkataa Yesu ni sawa, lakini Yesu anabaki kuwa mwana wa Mungu. Kuna siku moja nilifundisha mahali hapo, nikasema kwa nini tunasema Yesu ni mwana wa Mungu? Kwa sababu ya vitu mbalimbali. Kwanza tunaona hakuna mwanaume, mtu yote aliyezaliwa na mwanamke tu bila mwanaume, lakini Yesu alizaliwa na Bikira Maria. Kwa hiyo hatuoni shida kumwita mwana wa Mungu, maana hata kilichomuua Yesu ni kusema yeye ni mwana wa Mungu. Leo mwamini Yesu. Na niwaambie wapendwa, Yesu alisema kwamba mimi ndimi njia na kweli na uzima. Maanake kama unaitafuta pepo, kama unaitafuta mbingu, Yesu ni njia ya kukupeleka huko. Mwamini leo, mwamini leo, mtu wa Mungu. Mpe Yesu maisha yako, atabadilisha. Mpe Yesu maisha yako, atabadilisha. Amua kumgeukia Bwana. Ninapoenda kuhitimisha ujumbe wangu, maandiko yanasema katika siku za mwisho upendo wa wengi utapoa. Unaonaje uhusiano wako na Mungu? Uko sawa kama mwanzo, au sasa hivi hata ukienda ibadani unaenda kutimiza wajibu? Tuko kwenye siku za mwisho. Tengeneza njia yako. Inawezekana ujumbe huu ulikuwa kwa ajili yako. Umekuwa bize na biashara, umekuwa kama mtu usiyemjua Mungu, moyo wako umeumizwa, umeacha kusaidia watu, kisa walikuumiza, walikutapeli. Lakini maandiko yanasema msichoke kutenda mema. Wewe tenda mema tu, atakayelipa ni Mungu. Usigeuze moyo na mwanadamu kisa amekuumiza, maana kila mmoja ana safari kwa ajili ya kwenda kwenye hela yake. Tengeneza njia yako na Bwana. Mche Bwana. Inawezekana uko hapo unatamani kumpa Yesu maisha yako. Yesu atabadilisha maisha yako. Inawezekana
bado tunaanza kuishi maisha ya kawaida, maisha ya duniani. Kitabu cha Yohana 1:2 nasema msipende dunia wala mambo yaliyo katika dunia hii, maana mtu akipenda dunia kumpenda Baba kumo ndani yake. Je, wewe unampenda Mungu? Mambo ya dunia hayajakuvuta? Naomba niombe, kama uko mahali hapo nataka kumrudia Bwana Yesu, utanifuatisha maneno haya. Sema, Bwana Yesu, ninakuja kwako, ninakupa wewe maisha yangu, nisamehe kwa dhambi nilizozifanya, kwa kuwaza, kwa kunena na kwa kutenda. Nisamehe Yesu, nipe mwangaza mpya siku ya leo. Ingia ndani ya maisha yangu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, katika jina la Yesu Kristo, amen.